Nadhani kitu cha kwanza ni utayari wa CAF kufanya kutupa sisi wenyeji. Maneno yalikuwa mengi sana, lakini wakishafikia mpaka kwenye hiyo hatua, kwa sababu hata juzi hatua ya kwanza nadhani ilikuwa kipindi kile kukabidhiwa ile bendera wakati wa finali, si ndio? Lakini hatua ya pili ilikuwa ni kwenye miundombinu. Wamekuja mara nyingi sana hapa kwenye kuthibitisha na kukagua pia miundombinu ambayo bado inatengenezwa, na nadhani ile complex ya Arusha, lakini pia Talata Stadium ambayo iko Kenya, na yenyewe pia nadhani jana au juzi nilikuwa nasikia kuna ministry kaenda, minister mmoja kaenda kule Kenya, na anasema kwamba tayari wameshafikia kwenye hatua nzuri, karibia 91% nadhani ya ile project ya ile Raila Odinga Stadium. Kwa hiyo bado na wenyewe wako kwenye zile undergrounds za kutazama namna wanaweza wakaweka sawa lile eneo la kuchezea la pitch, lakini bado pia ufungaji wa viti na vitu vingine. Kwa hiyo stage nyingine ikafuatia juzi tena hapa kusaini mkataba, kusaini ile kwamba makubaliano rasmi na tayari kupewa ridhaa kwamba hizi timu sasa ndio ambazo zitahost mashindano haya. Hapo stage nyingine sasa ndio inafuatia hii. Ukishavuka hizo hatua zote, bado ukiwa kwenye eneo la kwamba kwa sababu ninachojua baada ya mashindano, yani baada ya hii season kumalizika, tunasema msimu wa 2025 2026 mara zote kumalizika mpaka pale ambapo World Cup itaisha, kwa sababu na yenyewe pia bado iko inafall ndani ya huu msimu mpaka World Cup itakapomalizika, either mwezi Juni huko, kwa sababu inaanza tarehe 11 mwezi Juni, si ndio? Itaenda itasogea kidogo mpaka Julai, mpaka itakapomalizika World Cup na haya makundi tayari kuwa yameshafahamika. Mwezi wa 8 either kama pre-season au watu wengi wanaweza pia wakarejea kwenye ile msimu wa kawaida kwa ajili ya msimu ambao unafuatia mwezi wa 9. Hapo tutakuwa na michezo mingi kuanzia mwezi wa 10, wa 11 either au mpaka wa 12 mpaka mwezi wa kwanza, kwa sababu mara nyingi baada ya hiyo stage huwa inakuwa ni either mwezi mmoja kuelekea AFCON au miezi miwili, huwa wanatoa hiyo rate. Kwa hiyo tusije ukashangaa tukacheza michezo mingi back to back kwa kipindi cha hivi karibuni, alafu ikagharimu pia kwenda labda mpaka mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa pili, kukiwa kama bado kuna season kama hii ambayo tuliiona kwa msimu huu, kwamba timu zinashiriki kwenye ligi ya kawaida, lakini pia zipo kwenye michuano mbalimbali. Tunajua tunacheza kwenye CAF Champions League pamoja pia na kombe la shirikisho. Kuanzia kwenye preliminary stage bado tunahitajika kucheza, labda kama hazitofanikiwa kufuzu kwenda hapo, kusogea kwenda mbele kwenye hatua makundi. Lakini tukisogea kwenye hatua makundi, kuna hiyo kuna ligi, kuna hiyo Champions League pamoja na kombe la shirikisho kama timu zikifanikiwa huko, na bado tena kuna michezo ya kufuzu kwa ajili ya AFCON ambayo na sisi pia kama wenyeji ndio, lakini tutahitajika pia kuhusika, ambao ni ratiba ya kawaida ambao mara nyingi tumekuwa nayo. Ndio, ni ratiba ya kawaida, lakini tunajua namna game letu au jinsi ambavyo hapa tunaongelea kwetu sisi Tanzania, jinsi ambavyo tumeona mambo yetu yanafanyika, tusije tukashangaa season yetu ya msimu ambao unafuatia bado ikafikia kwa kile ambacho tulikuwa nacho kwa msimu huu, kwamba timu zimefika mpaka January, either wanaenda kwenye dirisha dogo au katikati ya msimu, bado kuna timu ambazo au ligi bado haijachanganya sana, either tumecheza mechi 6 au mechi 8 kwa sababu ya ukaribu, kwa sababu AFCON ya msimu ambao unafuatia ni yani uliotoka na msimu huu unaofuatia ni mwaka mmoja tu.